Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibuni sana katika ibada nyingine ya siku nyingine ya tarehe nyingine ya 6 ya mwezi wa 4 ambayo Mungu ametupa kibali. Kwa wale wageni ambao ni mara ya kwanza kufika mahali hapa, kwa majina yangu mimi naitwa Shadrack Peter Shanolo, ni mchungaji kiongozi mahali hapa. Kwa wakati huu ninawakaribisha sana, lakini katika siku hii ya leo Roho Mtakatifu amenipa kitu cha kuweza kushirikiana na wewe. Somo letu la leo litaongea juu ya kanisa, na nitataka niongee na wewe kama kanisa, kwa sababu wewe ndio kanisa. Sasa kabla sijaendelea, naomba kumshukuru Mungu. Ninakushukuru Mungu kwa nafasi hii nzuri na siku hii ya leo ya pekee sana. Umetupa zawadi ya pekee sana, Mungu, kutupa afya zetu, hali hewa nzuri na nuru inayotuangazia. Umetupendelea Mfalme Mungu na kutukusanya wanao chini ya dari hii na mahali hapa ambapo Bwana umetupa kwa ukuu wako. Tumekuona Mungu toka tumeingia mahali hapa, na wakati huu umenisimamisha mbele yako na mbele ya watoto wako na watumwa wako. Baba, ninakusihi kutumia kinywa hichi na ulimi huu kunena nasi, ili yote yakawe kwa utukufu wa jina lako Kristo Yesu, ninaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Taongea kuhusu kanisa, lakini kanisa lenyewe ni wewe. Kwa hiyo ninapoongea kuhusu kanisa, ujue ninaongea na wewe kama kanisa. Na labda nianze kwa kuongea kanisa. Ili neno kanisa limetokana na lugha ya Kiyunani. Kabla halijafikia sisi, lilianzia kwa lugha ya Wayunani ambao wao walitumia neno wao walisema ecclesia, ambayo kwa tafsiri nyingine ikaja kuwa ni wale walioitwa, ambao ndio wewe na mimi kuwa tumeitwa. Kwa hiyo huu mkusanyiko unaitwa wa wale walioitwa. Haleluya. Na hiyo kwa wale walioitwa wakaja kuwa baada ya Yesu kuwepo, amewaita, amewakusanya, akatengeneza kitu cha wale walioitwa kuitwa kanisa, ambalo kazi ya kanisa ni kufanya kazi yake yeye, mmiliki wa kanisa. Haleluya. Kwa hiyo wewe umeitwa, lakini makusudi hapa, wengi tuko na familia, si ndio? Mama, si tuko na watoto. Sasa kwa kawaida watoto wakiwepo kwenye mazingira yako, kama huna shida nao, unawaacha wafanye mambo yao, waiti tu. Lakini ukitaka kumtumia mtoto
utamuita njoo, Yohana njoo, John njoo. Halafu unapomwita manake unamuita kwa makusudi yake, kuna kitu unataka kumpa aende kufanya au akifanye. Haleluya. Na hivi ndivyo ilivyo sisi, kuwa sio tu Mungu ametuita, lakini ametuita akiwa na makusudi ya kutaka kitu fulani kifanyike. Haleluya. Na kutuita, ametuita kupitia jina kubwa na zuri la Yesu. Haleluya. Sasa hebu tuangalie kwanza katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 na mstari wa 20 ili twende pamoja. Mathayo sura ya 18. Mathayo sura ya 18 sura ya 18 mstari wa 20. Neno la Bwana linasema katika Mathayo sura ya 18 mstari wa 20. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo kati yao. Haleluya. Katikati ya mkusanyiko wawili au watatu, maandiko yanasema, Mungu anasema yeye yupo katikati yao. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi, hapa tulipo yuko Mungu. Haleluya. Na huyu Mungu aliyekuwepo katikati yetu hapa amenipa neno la kusema na kanisa lake. Haleluya. Kwa kawaida ukiwa kama kanisa au tukiwa kama kanisa, kitu ambacho hakipendwi sana na shetani ni ule umoja. Haleluya. Sasa nataka nisiongelee kanisa kama jumuiya, isipokuwa nataka niongee na wewe mmoja, kanisa la mtu mmoja. Na kanisa sio jengo, sio jengo. Kanisa ni wewe, na ninataka uchukue message hii kuwa inakuhusu wewe mmoja. Wewe sio sote, wewe chukua kama wewe. Haleluya. Sasa tukitaka kuongelea kama kanisa, kanisa ni kitu ambacho mpango wa Mungu, sio mpango wa mwanadamu. Kuna dini, lakini kuna madhehebu, halafu kuna kanisa. Sasa mara nyingi watu tunakuwa tunachanganya, lakini wewe sio dini wala sio mdhehebu. Yaani wewe asili yako halisi sio wa dini na wala sio wa dhehebu. Wewe ni kanisa la Kristo. Haleluya. Amekuchagua yeye uwe wa kwake, sio uwe wa dini wala wa dhehebu. Maana kuna mara nyingine tunachanganyikaga, mtu utamsikia anakwambia mimi kama sio Assemblies of God, mimi siingi kanisa lingine. Sisi tuko pamoja kanisa. Sasa Mungu ana makusudi ya kutaka wewe kama wewe utengeneze au akutengeneze uwe wa kwake na wala sio wa dhehebu. Haleluya. Mara nyingine unaweza kusema mimi dini yangu. Nisikilize vizuri. Dini iliyo kweli, dini iliyo kweli katika maandiko inasema ni kujilinda nje na kuto kufanya dhambi mawa. Amina. Hiyo ndio ni kwenda kuwatembelea yatima na wajane, ni kujali. Dini iliyo sahihi na ya kweli kimaandiko ni kwenda kuwaona yatima na wajane na kujilinda pasipo mawa, yani kujilinda bila kufanya dhambi. Haleluya. Na huu ndio mpango sasa wa Mungu
una watu wake aliowaita yeye. Haleluya. Sasa kama umeitwa, ni lazima kuna kitu ndani yake ambacho mara nyingi kitakuwa hakitakiwi na yule ambaye anaitafuta nafasi yako, anatafuta pale ulipo, anataka kubadilishe usiwe wewe pale ulipo, anataka kuondoe kwenye uwewe akubadilishe uwe mwingine ambaye sio asili yako. Na kwa sababu alifanikiwa kwanza kupitia Hawa, akambadilisha mpaka Adam na wakatoka kwenye uso wa Mungu. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa. Haleluya. Sasa huyu mwenye mpango mbaya juu ya maisha yako hatokuja kukaa pembeni na kukuacha ukawa huru hata siku moja. Haleluya. Na hapa nitaomba tuangalie katika Galatia 1 ili tuende vizuri. Tuangalie katika Galatia 1 ule mstari wa 13. Tuangalie kitu fulani pale, mtu mmoja asome. Galatia 1 mstari wa 13. Yeah. Neno la Bwana linasema, maana nimesikia habari za mwenendo wangu zamani. Paulo anasema katika dini ya Kiyahudi kwamba naliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Mstari wa 14. Unatosha huo. Paulo anaongelea habari ya kuliudhi kanisa, akaliharibu. Paulo alikuwa hataki kusikia habari ya kanisa, lakini ndani ya Paulo sio alikuwa Paulo. Paulo alikuwa akitumikishwa na roho ya shetani kuharibu kanisa ili kanisa lisionekane. Na ninataka nikwambie kitu. Hakuna kitu duniani, dunia mzima, kinachopigwa vita kama kanisa. Shetani ametengeneza mfumo wa vyama vingi, taasisi nyingi, ndio hizo zikaitwa dini na madhehebu mengi katika hizo dini. Lakini yote haya ni kwa sababu linatafutwa kanisa. Haleluya. Na katika mfumo wa shetani kutumia watu kutengeneza mifumo ya taasisi nyingi, akilitafuta kanisa, kanisa halitakuja potea, isipokuwa litasimama, kwa sababu msimamizi wa kanisa ni moto ulao. Haleluya. Ukitaka kuangalia nini maana ya moto ulao, Elia anasema amejificha, alafu akasema wamewaua manabii na mitume wote, sasa nimebaki mimi, lakini nimejificha. Mungu akasema sio wewe tu, ninayo masalia mengi kama mvua. Haleluya. Yaani Mungu haishiwi, ila shetani yuko na mpango wa kuharibu mpango wa Mungu. Yupo kazini na yuko busy kuliko unavyoweza kufikiria. Na ndio maana leo kwa kuliharibu kanisa, sasa kuna mambo kama matatu hivi ambayo yana shetani anasimamia sana kutaka kukuharibu kwenye maisha yako. Nataka niongee kama wewe, kuwa kanisa wewe. Kuna mambo matatu ambayo nimechambua na kuyaona, na hayo ndiyo ninayotaka tujifunze. Kuna huyu adui hushambulia kwanza, kitu cha kwanza anashambulia mafundisho. Shetani huangalia unajifunza nini, kitu cha kwanza, na hicho unachojifunza ndicho anachotaka yeye kukiharibu, ili unapoondoka kwenye mfumo sahihi wa kujifunza apate nafasi ya kukufundisha elimu yake. Sasa anaharibu vipi mfumo wa mafundisho?
Yesu anasema kwa jina langu. Si amekuita? Halafu kwenye kukuita amekupa mamlaka, na kwenye haya mamlaka wewe ni mmiliki wa kutembea na mamlaka, uwezo na nguvu ya Mungu. Haya umepewa. Na ndio maana Yesu wakati anaondoka, kabla hajaondoka, aliwakusanya wale wanafunzi pale Jerusalem na akawaambia, msiondoke mahali hapa. Hili neno lina maana yake kubwa sana. Hili neno peke yake, msiondoke mahali hapa. Usiondoke kwenye fundisho la Yesu. Haleluya! Usiondoke kwenye fundisho la Yesu. Anasema msiondoke mahali hapa mpaka nitakapowaletea msaidizi. Sasa haya maneno msiondoke mahali hapa mpaka, hili lina maana yake pia. Yaani hapa kwenye mpaka manake inabidi usubiri kwa wakati wake yeye akuletee msaidizi au msaada. Mara nyingi nimekuwa naongea kuwa usi kwenye chochote tukiwa kama wanadamu usikurupuke tu. Yaani kutokukurupuka ni mpango wa Mungu atomo. Yaani ni lazima kila kitu unachokifanya kiwe na process, na kiwe na utaratibu. Ukikurupuka tu unakuta umekurupuka, halafu umefanya, mara unaanza kusema nilikuwa na wasiwasi wa hili inakama yani unaanza kufikiria kama yani, mtu mwingine utamsikia nilijua tu, yani hili nilijua. Sasa ulijua umefanya, kwa nini umefanya? Ni kwa sababu umekurupuka. Kwa hiyo asili ya utekelezaji na utendaji wa kitu chochote kwenye maisha yako mwanadamu yako kwenye mfumo wa Mungu aliyekuumba na yani baada ya kukuumba tuko wengi, lakini sio katika wale wengi wote tumeitwa. Lakini katika hawa walioitwa kuna waliochaguliwa. Haleluya! Tumeitwa wengi, lakini katika hawa wengi tulioitwa kuna waliochaguliwa. Sijui kama tuko pamoja. Amen. Tunakwenda pamoja? Yes. Sasa kama tuko pamoja na tumeitwa wengi na tumechaguliwa, kwenye kuchaguliwa hapa kuna kitu ambacho siku zote waliochaguliwa wanajifunza au wanafundishwa. Yesu anasema nitakuleteeni, msiondoke mahali hapa mpaka nitakapokuleteeni msaidizi ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu kazi yake kwetu ni kutukumbusha. Haleluya! Yeye ni mwalimu lakini ni kumbukumbu yetu, halafu yeye ni msaidizi wetu. Sasa kama kanisa ni lazima tuishi katika mpango wa Mungu kuongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya! Na ndio maana ni muhimu sana tumfahamu Roho Mtakatifu na tufahamu kazi za Roho Mtakatifu na tumfahamu Roho Mtakatifu anafanyaje ndani yako. Na je, niko na Roho Mtakatifu au niko na Roho Mtakafujo? Haleluya! Kwa sababu katika Roho Mtakatifu kuna Roho Mtakafujo, na Roho Mtakafujo ana kopi na kupesti karibu 99.99 nukta fulani hivi, yaani karibu kufikia 100% za kukopi. Huyu jamaa ni mtaalamu. Haleluya! Ni mtaalamu. Anaweza akakuletea kitu mama ukasema hii hapa kutoka kwa Mungu, yaani hii hapa 100% zote hii hapa inatoka kwa Mungu, lakini it's a fake. Yaani kajigeuza amekuja kuwa kama Shadraki yule. Yaani ukimwangalia huyu yule Shadraki ndio mchungaji, lakini kumbe ndani yake sio Shadraki, yaani ni ligozi la nje tu. Ndio maana maandiko yamesema watavaa ngozi ya kondoo ili wawe kondoo, lakini sio
hawa ni nani? Ni dogs, wamevaa makondoo. Sasa hapa tunapoongelea habari ya anaharibu, kitu cha kwanza kwenye maisha yako, anaharibu kitu gani unajifunza? Kwa sababu vile unavyojifunza, tukisoma Biblia tumeambiwa tusiache elimu, si ndio? Tusimwache elimu akaenda zake, maana humo ndani ndimo ulimo. Sasa kama kwa kujifunza, manake kama kwa Biblia tunajifunza, na kama tunajifunza, shetani hapiti nje ya Biblia, anakuja kibiblia. Haleluya. Na ndio maana wengi katika sisi tuliomo makanisani, ambao ndio makanisa au kanisa la Kristo, tumekuwa na hili ndilo linalotafutwa, kanisa lidhibitiwe. Ukija kuangalia kwa mfano kimataifa, wanakwambia kiongozi wa kanisa akaja kuwa papa, si ndio kiongozi mkuu wa kanisa? Unajifunza nini hapa? Huyu anaitwa kiongozi mkuu wa kanisa, lakini huyu sio kiongozi wa kanisa. Huyu ni kiongozi wa dini, huyu ni mwanadini. Lakini kanisa kiongozi wake ni Kristo Yesu, ambaye kwa yeye ametupa Roho Mtakatifu. Huyu ni msaidizi wetu na kiongozi wetu. Kwa hiyo kuanzia hapo tu tayari umeshaanza kuharibiwa mafundisho yako. Unaweza hapa ukaanza kubishana na mchungaji kuwa papa ndio kiongozi wa kanisa. Kiongozi wako kwa kanisa ni Yesu Kristo. Haleluya. Na ukitaka kuona hivyo, amekuja mwisho amesema yeye anataka kubadilisha Biblia. Hii Biblia uliyokuwa nayo wewe ishakuwa old model, anataka kuleta new model Bible. Haleluya. Kwa hiyo mpaka unavyomtaja yule Yesu, unavyosema Yesu kwa nguvu yake Yesu, yeye anaona hapana, hii hapa kwa nguvu ya Yesu hapana. Yeye anataka kujifanya yuko na nguvu kuliko huyu Yesu. Haleluya. Unahitaji sana kuweka umakini katika mafundisho unayojifunza popote na vyovyote. Haleluya. Sio kila mchungaji unayemuona, mchungaji Shadrack amesimama mbele yako anayelitamka neno ukafikiria anasema Yesu. Wengine tunasema yes, kwa jina la Yesu. Wewe kama hujasikiliza na hujatega vizuri, utasema kwa jina la Yesu, lakini kumbe ndani yake kuna yes, hakuna u pale, kuna neno s. Kwa jina la Yesu, haleluya. Kwa jina la Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina la Yesu, ndani yake kuna nguvu nyingine ambayo inaweza kuzalisha miujiza ya namna yoyote. Wewe utasema yule ni mtumishi wa Mungu tu, mbona anatamka jina la Yesu? Lakini that's not Jesus. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa ni sumu, ambavyo vimechanganywa katika ile hotuba au katika ile huduma. Mtu anasimama huwezi kusikia mtu amesimama kupitia dini nyingine isiyomuhusu Yesu. Dini yoyote inayohusiana, inayosogeleana na Yesu ndiyo yenye challenge. Na ndio maana watu wengi, manabii sijui, hawatokei kwenye sehemu nyingine. Hakuna mpango pale pasipokuwa na matunda, ule mti hauwezi kupigwa mawe kabisa. Haleluya. Kwa hiyo wewe ukiwa kama kanisa, ndicho kinachotafutwa kabisa. Unatafutwa huu mkusanyiko ulioitwa na Yesu. Haleluya. Na mkusanyiko ulioitwa na Yesu unatafutwa kwa namna nyingi sana kabisa. Kwenye mitandao sasa hivi kumekuwa na makanisa mengi, na sisi wachungaji tumekuwa wachungaji wengi. Tuwe makini sana watu wa Mungu na kuchungwa na makanisa ya mitandaoni. Haleluya.
Lakini tu mbali na sisi wachungaji wa mtandaoni, hata sisi wachungaji mnaotuona tunasimama kama hivi, kuweni makini sana na sisi wachungaji. Haleluya. Tunahitaji sana kuyasoma maandiko, lakini kumuuliza Roho Mtakatifu atupambanulie hizo roho. Haleluya. Kwa sasa kuna kitu ambacho kimeingia kwenye upande wa manabii. Jamani, tunao manabii humu ndani, tunao manabii, lakini unaweza kukuta wanamzuia Roho Mtakatifu wasitoe unabii, kwa sababu tumekuwa na manabii wengi wa uongo. Kwa hiyo wanaona wakitoa unabii watakuwa waongo. Mnalipata hiyo? Lakini sio kweli kuwa hatuna manabii. Tunao manabii, isipokuwa hili daraja limekuwa matumizi yake yamekuwa mabaya kiasi mpaka manabii wa ukweli wanashindwa kutoa unabii makanisani, kwa sababu umefunikwa na wingu la uongo, utapeli. Haleluya. Siku moja mtu mmoja akaja akaniambia kitu cha kinabii, halafu akasema, yaani hii kama nikisimama nikiongea mbele za watu sijui kama wataniamini. Lakini alinifesi akaniambia mimi nikamwambia hilo ni neno la kinabii na hili naliona kama liko hai. Akasema naona vitu vingi, na tunaye humu ndani, sio tunao humu ndani. Yaani tunao watu wanaoongea kabisa, yaani mara nyingi sana wanakuwa wakija, mchungaji nimeona 1 2 3, na vinavyoonekana na viona. Kwa hiyo humu ndani tunao manabii, lakini kwa sababu ya manabii wengi wa uongo, hii nafasi imekuwa watu hawawezi kutamka vile vitu, lakini Roho Mtakatifu bado anafanya kazi na unabii upo ndani ya kanisa. Kwa sababu Mungu lazima afanye kazi kupitia unabii kwa watu wake. Lazima atuambie anafanya nini, anataka kufanya nini, ana makusudi gani. Lazima atuambie, na hakuna njia yoyote ya kuweza kutuambia kama sio unabii kupitia Roho Mtakatifu ndani ya watu wake, kanisa lake. Haleluya. Lakini hii nafasi ya unabii inafutwa kwa sababu ya manabii wengi wa uongo. Lakini ukirudi hapo Yesu anasema, angalieni, wengi watakuja kwa jina langu, nao watapotosha wengi. Usiwe mmoja wa wao kupotea. Haleluya. Usiwe mmoja wa wao kupotea. Nikwambie kitu, Mungu kwenye kukuumba amekuumba kwa sura na mfano wake, na amekuumba kwenye maisha haya uishi kwa mpango wake, ukiwa na furaha na amani. Mpango wa Mungu. Kuwa na furaha sio mpango wako. Kuwa na furaha ni mpango wa Mungu, ni asili yako uwe na furaha. Mnawajuaga watoto, napendaga sana kwenye watoto. Unawajuaga watoto, unamwona rafiki yangu hapo, yaani wasiwasi wake hapo, chochote atakachokitaka yeye yupo kwa maana. Unaona alivyochila hapo, hana hata wasiwasi. Sasa hivi ndivyo Mungu anavyotutaka tuwe kama watoto kwake, tuwe kama watoto wenye kumtegemea yeye kwa kila kitu. Unaona ametoka huko hivyo. Alikuwa na wenzie, ametoka huko, lakini ameona mimi nenda zangu chini kwa mama nimsikilize mchungaji. Katulia, halafu hana hata wasiwasi.
hapo kula yake unaijua wewe, kuvaa yake unaijua. Kwa hiyo hana hata wasiwasi, na hivi ndivyo Mungu anavyotaka sisi tuwe kwake. Haleluya! Hatutaki tuwe na wasiwasi, anataka tuwe na confidence. Nilipokuwa mdogo, kuna siku mtu alinikorofisha, lakini yule mtu nilikuwa najua kabisa ana nguvu kuliko baba. Alafu nilimwambia hivi, nitakwenda kumwambia baba atakupa mabonge mabaha wewe. Alafu yule mtu kiuhalisia, yani yule mtu kama nikienda kumwambia baba, naye akija kutokea anaweza akapigwa mabunda na mimi mwenyewe nikapigwa mabaha. Lakini ninavyomwamini baba kuliko kitu kingine chochote. Amina. Kwa hiyo Mungu anatutaka tusiwe na hofu ya kumwamini yeye. Katika mafundisho yetu yote tunayojifunza, tujifunze kuwa Yesu amesema, kaeni mahali hapa na msiondoke mahali hapa mpaka nitakapowaletea msaidizi. Usichukue mafundisho tu ili mradi mafundisho. Haleluya! Chukua mafundisho ya kibiblia. Ukichukua tu mafundisho ili mradi mafundisho, na ukijifunza sana kila kona kutaka kuwa mdokozi, tatizo lake linakuja hivi: kile ulichokuja kuwa unatakiwa kuaminishwa kinaondoka. Sasa unaanza kuamini vitu vingine, ndio pale unajikuta umekuwa ni mtu wa kusema ngoja yule naye si anataja Mungu. Tunasemaga msemo mwingine wa Kiswahili, jisaidie, yani eti tunamfanya Mungu uwezo wake umepungua, halafu tupate kujisaidia, halafu Mungu atusaidie. Usikuwe mjinga. Amen. Mungu peke yake ndiye anayeweza kukusaidia bila kitu kingine chochote. Haleluya. Amesema nipo, si ndo jina lake? Niko ambaye niko. Sasa yuko, alikuwako, yupo na ataendelea kuwepo. Hizi shida unazoziona sasa, mtu wa Mungu, si zimekuja? Kwani umezaliwa nazo? Basi kama zimekuja, hizi zina njia. Unaambiwa kuna milango 7 zinaweza zikatawanyika hizo. Lakini hapa panataka imani. Hizi shida zinazokuja hizi, jamani, shetani yupo kazini. Lakini Mungu anatengeneza watu wake kama vile yule mtengeneza dhahabu anavyoitengeneza dhahabu. Ili dhahabu iwe safi, ni lazima ipite kwenye moto. Ni lazima ipite kwenye moto. Kwa hiyo wakati mwingine kama hapo ulipo unajiona wakati mwingine yani dunia yote kama umeibeba wewe. Hapana, it's just a temporary. Kesho yako ni ya ajabu, mpaka wale wanaokuona leo umekwisha watasema wow, yani huyu jamaa mbishi. Lakini sio mbishi, ni kwa sababu unaye yule aliye juu ya kila kitu. Haleluya. Sasa kuna kitu kingine ambacho shetani baada ya kuwa anakushambulia sana kwenye unajifunza nini, kuna kitu kingine ambacho nimejaribu kufanya tafiti zangu nikagundua kuwa namna ya kukugawa. Haleluya. Namna ya kukugawa wewe mmoja huyo, lakini anataka akugawe, akuondoe kwenye ile original yako, akuweke kwenye maisha fulani ambayo sio yako. Napendaka kusema mara nyingi binadamu tunaishi maisha, lakini tunaishi maisha mengine ambayo sio ya kwetu. Unaishi kwa kuiga. Sasa hii sio kwenye kuiga, yani unapotaka kuishi kwenye vile maisha yako unayaacha, lakini unaishi kama fulani. Mimi nataka kuwa kama fulani. Hapo ukumbuke tayari kama ushaondoka, sio wewe. Na kama ushaondoka sio wewe,
shetani anapata nafasi ya kukugawa wewe huyo, ya kukulazimisha sasa uishi artificial life wakati una maisha yako. Unaacha, ulikuwa na program labda ya ujenzi wa nyumba, kwa sababu jirani yako amenunua Mercedes Benz, wewe unaona hapana, hebu ngoja nisimamishe kwanza ujenzi, nimjibu huyu mwenda wazimu, anajua mimi naona hana adabu, hanijui. Na wewe unakuja na pesa kubwa kuliko la kwake, alafu unasema sasa ngoja ndio nitaendelea na ujenzi. Umeshafeli tayari. Sisi kama tuko na mtu fulani darasani. Amen. Naeleweka mfano yangu hii? Amen. Naeleweka vizuri? Sasa kitu fulani ambacho ni muhimu sana kwenye maisha yako, unahitaji sana kuishi kwenye maisha yako mwenyewe bila kuiga maisha ya mtu mwingine au ya kitu kingine chochote. Na siku zote mafanikio yanakuja, mafanikio yako na wewe, sio yako na wao. Yaani mafanikio yako na wewe mwenyewe. Sasa tumekuwa tukiiga sana, na ndio maana hasa niongelee kwenye sisi walokole. Najua walokole umaskini unatuzidia sana. Mnalijua hilo? Sisi walokole umaskini unatuzidia sana. Na unatuzidia sana labda kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo hatuvielewi. Wakati mwingine natamani nikuombee uwe tajiri. Lakini mimi Mungu kanipa neno la uzima, sio kukutabiria utajiri. Haleluya. Ila nikikutabiria baraka, nikikutamkia baraka, utabarikiwa. Haleluya. Na hivyo ndivyo Mungu alivyoniweka mahali hapa. Amen. Sasa anapotaka kukugawa, anatamani uache maisha yako ile natural yako mwenyewe, uishi maisha ya kuiga kwa mtu fulani. Mbona kafanikiwa haraka? Unaanza kwenda kumuuliza, hivi jirani, mbona sielewi? Umefanyaje yani? Maana naona mbona wiki mbili tu hapa zilizopita na ulikuwa hivi, lakini sasa hivi ulikuwa hivi. Ndugu yangu, wewe huyawezi na wewe na njia zangu. Wewe unawezaje mimi siweze? Sio nilipata. Mtu mmoja uko na mimi huko ndani. Mimi na wewe umewezaje? Mimi naweza. Mwenzio nilikwenda kwa yule bibi, nilimpelekea tu ungo ukajaa. Bwana we, nakwambia huwezi. Uko na imani sahihi ya kumwamini Mungu katika jina la Yesu, ni vizuri sana. Lakini kwa sababu umetaka kufanya haraka, kuwa jirani yangu amekuwa advanced kuliko mimi, sasa mimi nataka kuwa kama yeye, unamfuata. Anakuambia nitakupeleka. Anakupeleka. Nikwambia ni kitu. Sio njia sio kila njia ninayopita na wewe utapita. Anakuharibia, yani anakupeleka, unakwenda unamacha Mungu, halafu kwenye mafanikio aliyofanikiwa atafanikiwa yeye na atazidi kufanikiwa yeye, lakini wewe hautafanikiwa na umemwacha Mungu wako. Hivyo ndivyo shetani alivyo. Haleluya. Kwa hiyo kipimo cha Mungu ni kukutaka. Jamani, Mungu ametuumba tukiwa na maamuzi yetu. Sisi kuna mtu yuko darasani na mimi. Mungu ametuumba tuko na maamuzi yetu wenyewe ya kuamua sasa, nasimama na Mungu au nasimama na mafuta, nasimama na Mungu au nasimama na chocolate, nasimama na Mungu au maji ya upako. Hakuna maji ya upako, hakuna chocolate, hakuna biskuti. Iko jina moja tu la Yesu. Akisema nitakuponya, anakuponya. Nitakubariki, anakubariki. Akisema nitakupeleka, anakupeleka. Na hakuna mwingine yoyote anayeweza kukurejesha, kukuondoa kwenye mfumo wa Mungu kama sio yeye. Mengine yote ni uongo na uzushi tu. Haleluya. Kwa hiyo ninachotaka nikwambie, mtu wa Mungu, ishi kama
kama Mungu alivyokuweka. Haleluya! Mungu ana makusudi na mpango na wewe hivyo ulivyo. Haleluya! Yaani hivyo ulivyo ndivyo anavyotaka uwe, na anataka kukubariki kupitia hapo hapo, anataka kukuponya kupitia hapo hapo, anataka kukusimamisha na kukutumia hivyo ulivyo, hivyo hivyo. Amen. Haleluya! Ukitaka kuwa kama fulani, mara nyingi nakuwa napenda kupiga mfano kwa mabinti zangu na vijana. Lakini kabla sijaongea hapo, na kutakeni mabinti mfanye kazi kwa juhudi. Amen. Na mnapopata ajira, simamieni kile kibarua ulichokiomba. Yaani ukipata kazi ya kufanya masaa 8, kama ni ya kusimama, si unalipwa kwa kusimama? Usitafute kiti ukakaa kwa sababu bosi kaondoka. Amen. Kuwa mwaminifu na tekeleza wajibu wako. Amen. Hapo ndipo baraka zinapotokea. Amen. Haleluya. Na sasa nakuja, mabinti zangu, nakutakeni mfanye kazi na kuombeni. Sijui Kiswahili tusemeje, lakini Kigogo tunasema dedede. Kigogo tunasemaje? Kiswahili tunasemaje dedede? Chonde. Kwetu sisi tunasema dedede. Msisahau kuwa mimi ni Mgogo jamani. Sasa mnapopewa kazi hakikisheni mnafanya. Yaani nimekaa na wazungu. Mzungu hataki kusimamiwa mara nyingi. Mzungu anataka ajisimamie, na huu ndio uhuru wenyewe. Lakini sisi bosi akishakupa kazi, ndio maana tuna supervisor haondoki. Nimekwambia usafishe kioo, mbona ujisafisha hapa? Yaani inakuwa umeuliza kazi halafu huijui kazi yako. Ukipewa kazi, piga kazi. Ukitaka kuona raha na ubora wa kazi yako, yani bosi akija aseme hivi, sasa hivi naweza kwenda zangu Marekani, alafu najua sina wasiwasi. Yani akaondoka hata miezi 6, hana wasiwasi, anajua ataikuta ofisi yake iko vizuri. Lakini tatizo la sisi Wagogo bwana, yani si umetiwa jiko mzee Meshaki? Umetiwa jiko? Akiondoka shefu mkuu kama ndio wewe. Unakuta vijana wamekunja nne. Mbona hii chakula nimeacha? Hii order si nimeiacha toka sasa hivi. Wewe ulikuwa unafanya nini? Si ulipoondoka hapa. Ndio maana wakati mwingine mnanyang'anywa simu maofisini. Mnajua habari hiyo? Mara unaanza shoga yangu, mimi niko kazini vo. Wewe piga kazi. Amen. Ili Mungu akubariki ni lazima ufanye kazi. Amen. Haleluya. Mungu amekupa maisha, ni lazima uyatendee haki. Fanya kazi. Amen. Mnaiona hii bustani? Kazi ya mikono yangu hii. Mnaiona hii? Simlipage ovyo mtu kizembe tu. Na chapa kazi. Nimejitengenezea kiparadiso changu mwenyewe cha sasa hivi. Haleluya. Sio mpaka uje useme sasa hapa hebu fanya. Najisimamia mwenyewe kufanya ninachotaka kufanya na ninataka kiwe bora. Nilipokuwa sehemu fulani nimeajiriwa. Nakwambia nifanye kazi kwa sababu nimeajiriwa. Na nimewafanya watu kuwa na mapesa. Bosi wangu hakutaka niondoke. Sasa si unaona raha yenyewe hii? Yaani baada ya bosi atake uondoke kwa sababu ufanye kazi vizuri, mimi bosi wangu hakutaka niondoke. Sasa tutakiwa kwenda wapi? Nikamwambia sasa hivi nataka nende nikajitegemee. Bado kwanza sasa hivi wewe kama miaka miwili kama hivi, sio miezi miwili, kama miaka miwili hivi. Nikamwambia hapana. Bosi sasa hivi ni time yangu, ngoja kwanza nikajaribu. Nikifeli nitarudi hapa mbona nyumbani.
Yaani kazini pamekuwa kama nyumbani. Nikapiga kimpango wangu, Mungu akanifikisha hapo aliponifikisha. Lakini hii ni kwa sababu ya juhudi. Watu wa Mungu, mimi nikiamua kufanya kazi napiga kazi. Na ndio maana nakwambia, yani useme mimi mchungaji wangu Shadraki, alafu mchungaji wangu Shadraki ukawa mvivu. Usikue mjinga. Amen. Mimi nataka wanangu mnapiga kazi. Amen. Haleluya. Lakini mkipiga kazi mwe waaminifu pia vile vile. Amen. Maana yake nyingine mnapiga kazi alafu mnakuwa vidokozi. Mkikuta mgeni kaacha kwenye housekeeper nyinyi. Housekeeper mkweni makini na mwe na akili zenu. Sio umeachiwa nyumba na alafu huyu hapa $1 kimoja tu, kama nikikichukua hichi mbona hizi nyingi? Kwani atagundua? Wewe unafikiriaga kuna mtu ambaye hajuagi kuhesabu hela zake? Kwa hiyo tunapofanya kazi, tufanye kazi kwa juhudi, lakini tuwe waaminifu pia. Haleluya. Hiyo nje ya somo, lakini ndani ya somo. Hiyo nimekupa tu kama tip. Haleluya. Sasa kitu kingine ambacho shetani anakitafuta sana kwako na kwa kanisa, hutafuta namna ya kulichafua kanisa. Una sifa nzuri, una sifa nzuri kabisa, lakini shetani anatafuta namna yoyote, na kwenye hayo mama unayapitia karibu kila usiku. Yaani anatafuta namna yoyote tu akupake rangi nyingine, akuondoe kwenye wewe, watu waanze kukulaumu. Yule pale sisi mnamuona, yule pale yuko, yani anatafuta tu namna ya kuchafua. Sasa usiache huu uchafu, hii rangi ambayo sio ya kwako ikakubali kukaa kwako kweli. Yaani usikubali kuchafuliwa halafu na wewe ukasema ukapokea ule uchafu. Kata. Haleluya. Watakwambia yule kijana malaya. Wanasema mimi malaya. Sasa ngoja niwaonyeshe. Sio leo. Yule kijana malaya, yani baada ya sasa waseme yule kijana malaya, alafu waanze kushindana wewe, yule na wanawake wapi na wapi, yule jamaa na msimamo. Lakini sasa wewe ukisikia jamaa wanasema wewe malaya, alafu wewe malaya. Ngojeni nikuonyeshe. Unaanza kwa binti wa kwanza kanisani humo. Mabinti nakuombeni mwe na msimamo. Amen. Mimi nakuombeni na nataka mwe na msimamo. Hivi ni ombi? Kwani ombi? Hili ni agizo. Binti lazima uwe na msimamo. Sio kila mwanaume tu akija, okay my boyfriend, my husband. My husband kabla hajakuwa husband wewe kashakuwa husband. Hani kabla hajakuwa husband wewe kashakuwa hani. Kumbavu, usikuwa hivyo. Washtukie vijana wengine matenki makubwa wamebeba mgongoni wamezama. Haleluya. Na nataka nikwambie hivi, naongea na mabinti. Vijana wawili wakikugusa, mmoja akakugusa na mwingine akakugusa, vijana tunaongea habari zetu. Tukishaongea habari zetu wewe ushakwisha. Wenzio wataolewa, watakwenda zao, watazaa watoto, wewe utabaki tu unagombania. Mara ukimuona Simon yuko na huyu na wewe umekwenda kuchomeka kwa Simon hapo hapo. Alafu mtaanza kugombania. Mabiti mnaanza kuwekeana na biti vile vile. Mabifu mabifu kwa ajili ya Simon. Wakina wa Simon wako wangapi? Tulia, Mungu akupe wa kwako wewe. Usiishi maisha ya kuiga. Haleluya. Kwa wakati wa Mungu na kwa nafasi yake atakupa wa kwako. Haleluya. Mungu siku zote anatoa vilivyo bora. Lakini sisi tunataka kugania ile tuile mimi nataka. Usiishi kwa maisha yako yasiyo ya mhemko. Haleluya. Hiyo unajua kwa nini tunafeli? Kwa sababu tunahemka. Yani fulani kaoa na mimi nataka kuoa. Mbona na mimi nimefikia umri? Nishanunua pikipiki, basi pikipiki basi mimi pikipiki hichi hapa basi nataka kuoa. Usiishi kwa mhemko. Pata pikipiki, anza kufyatua tofali, nunua kiwanja. Vijana nunueni viwanja. Inapotokea kiwanja, nunua kiwanja. Anza kuweka tofali.
tofali, alafu tofali, alafu tofali, na tofali sinakuwa nyumba. Sasa vijana tunawekeza wapi mnajua? Na ndio maana vijana wangu naona tunafeli sana. Vijana tunawekeza kwa mabinti. Yaani binti hujamuoa, wewe ushawekeza, pumbavu. Wekeza kwa mkeo. Na mabinti. Na nyinyi mabinti, hivi tokea lini mwanamke akawa anamhonga mwanaume? Wewe usiwe mjinga wa kumhonga mwanaume. Hebu shtukeni. Mwanaume anatakiwa akupe, alafu wewe baada ya mwanaume akupe, wewe sema baba. Nakwambieni. Eti ili amwache fulani. Ili amwache yule. Vicente. Mpenzi, naona hebu chukua hiyo hapo 5,000. Na hebu weka hoja, manake naona kama umeishiwa. Mimi nimezinyaka huku. Binti. Na kama hamponi basi hamponi kweli. Shtuka, usiishi maisha ya kuiga. Amina. Yaani ukiwa mtulivu, nikwambieni kitu. Ukiwa mtulivu, Mungu anaanza kukupigia hesabu. Sio watu. Mungu anaanza kukupigia hesabu. Anakutengenezea mtu wa kufanana na wewe kwenye mtulivu mwenzie. Amina. Lakini ukikamata wewe, unakamata lingine limevaa suruali ngozi ya kondoo, kumbe limchui. Alafu wewe unasema huyu mbona mpendwa tuko naye tu kanisani mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Kumbe jamaa limedive. Limekwenda chini wewe. Na kwaya naimba vizuri sana. Mnaimba sisi. Ibadani utanikuta wa kwanza kwenye kufunga na kuomba. Hakuna anayefunga na kuomba kama mimi. Lakini kumbe nimezama. Nikija kuibuka. Alafu wiki ya kwanza naenda kanisani bado mpya. Wiki ya pili sasa hivi na relax kwanza. Hebu ngoja leo najisikia kama nataka kupumzika kidogo, napumzika kwa ibadani. Wiki ya pili, wiki ya tatu jamaa anakuambia ndio siku nyingi sana sijaona. Mpaka nimesahau ladha ya Kilimanjaro. Yeye jamaa kashachukua Kilimanjaro. Alikuwa mnenaji kwa lugha, hakuna kama yeye. Mabinti tumuombeni Mungu, na vijana na nyinyi tumuombeni Mungu vile vile. Maana huko tunakokwenda, maana mimi naogopa sana kijana unapokuja unaniambia mimi nataka kuoa. Yaani kijana aliyeokoka halisi anapokuja ananiambia anataka kuoa. Aliokoka halisi, lakini aliokoka fake mimi nishuhudishi. Kijana aliyeokoka alafu unataka kuoa, na binti uliyeokoka unataka kuolewa. Hapa unahitaji Mungu akupe wa kufanana naye. Otherwise, jamani, ndoa ni fire. Sasa niulizeni mie. Niulizeni fire vipi? Ndoa fire, lakini ukimpata wa kwako yule mwenyewe nakwambia unatamani kufa. Hapana, hakuna kufa hapa. Yaani ndoa ni tamu kuliko kitu kingine chochote unachokijua wewe kitamu humu duniani. Lakini umpate yule aliye sahihi. Lakini ukimpata, kuna ndoa nyingine zinakuwa kama washawasha. Nyumbani hakurudiki. Mama anawasha nyumbani, ikifika mlangoni tu usharudi, mbona umechelewa? Sasa nimechelewa kwani mimi mwanafunzi? Sasa nakwambia hivi, yani watu wa Mungu tunahitaji kuishi maisha halisi ili Mungu atupe vile vilivyo halisi vya kwetu. Sijui kama kuna mtu, sijui kama anachekesha.
Mimi sio comedy lakini. Sitaki nikuchekeshe. Ila ninachokwambia nakwambia sasa si uniulize mie. Ukitaka uniulize mie. Kwa nini ndoa washawasha? Ndoa washawasha. Asante. Wangapi wanasema kwa nini? Karibu vijana wote. Jumanne tukutane. Haleluya. Jumanne tukutane. Nani anasema Jumanne nije? Jumanne nakuja. Halafu tuangalie kwa nini ndoa washawasha. Ndoa washawasha. Haleluya. Lakini hakuna kitu kitamu kama ndoa ukimpata yule aliye sahihi. Maana aliye sahihi unaweza kutembea naye umeshika mkono, ukakumbatia, ukaweka mikono mabegani. Lakini washawasha, si imefika Jumapili. Mwanamke yuko kule, wewe tangulia. Alafu wewe ndio unaondoka unamwangalia kwanza. Alafu unamwangalia kwanza, sisi wanaume sisi ni wajinga. Unamwangalia alafu nikoseaje? Yeye kaka amepigwa panga. Kwani wakati nakwenda kumuoa sikumwangalia kama amepigwa panga au amepigwa basi? Jumanne. Haleluya. Sasa nikwambieni kitu. Kuishi maisha ya kuiga ni tatizo. Yaani Mungu anakutaka vile ulivyo. Haleluya. Na ukipata kusimama kama Mungu anavyokutaka, yani vile alivyokuweka wewe ndivyo uwe, nakwambia hivi, hautajuta. Hamna mtu anajuta akiwa mnamjua. Hakuna majuto. Isipokuwa kama ukiishi maisha feki. Yaani utakwenda kanisani, halafu utaona huyu Yesu hayupo, utakwenda kwenye mafuta, utakwenda kanisani, utaona Yesu hayupo, utakwenda kwenye maji ya upako wakati kumbe unamwacha Yesu wa upako, utakwenda kanisani, halafu utasema hapa hakuna Mungu, utakwenda Mahonda, utakwenda Kanyako, utakwenda Kivunge, utakwenda makanisa kama 12 na watakuwa na wachungaji mtandaoni kama mvua, lakini bado hautatosheka. Kila unachokihitaji hapo ulipo, hivyo ulivyo. Yaani ndivyo Mungu anavyotaka uwe. Ukisimama kwa mpango huo utamuona Mungu. Haleluya. Ukisimama hivyo utamuona Mungu. Sasa naomba tumalizie kidogo tu. Hebu naomba tuangalie katika Efeso sura ya 6, tuangalie mstari wa 10 mpaka wa 14. Haraka kidogo pa msomaji. Efeso 6. Kwa sababu ya muda wangu nitakuwa siwezi kusubiri sana. Anzia mstari wa 10 mpaka wa 14. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ile za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, kaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Haleluya. Alafu baadaye wewe isome hiyo sura yote utapata kujifunza vitu. Sasa hapa kitu ambacho nilitaka tukiangalie, hapa Paulo mtume anaongea na kanisa la Efeso hapa, anawaambia hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Haleluya. Na mimi nakwambia hivi, natamani tuwe hodari katika Kristo Yesu. Tusiwe watu wa kutapeliwa, tusiwe watu wa kudanganywa,
Tusio watu wa kuchukuliwa huku na huku, tuwe na msimamo wa kujua mimi ni wa nani, niko wapi na naelekea wapi. Haleluya! Kwa hiyo unatakiwa sana tujue ni tuko wapi. Tunahitaji sana kuwa hodari wa kumjua Kristo na katika uwezo wa nguvu zake, na katika uwezo, yani tuwe hodari katika Bwana na katika uwezo wake na nguvu zake. Haleluya! Ana uwezo, ana nguvu, hajawahi kushindwa, siku zote yeye ni mshindi. Na amesema ametukaimu. Hivi ni kukaimu vile Kiswahili eh? Ametukaimu mamlaka. Kiswahili ndicho. Ametupa mamlaka. Watu wa Mungu, sika kuna watu wananielewa hapa. Natamani mnielewe. Anasema ametupa mamlaka. Sasa anataka tuwe hodari, lakini pia tuwe na uwezo katika nguvu zake. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hii vita mnayoiongelea hapa, tunayoongelea sio tu ya mwilini, ni vita ya rohoni. Ukisema tu nimeokoka, mama, uliposema tu nimeokoka, kwanza inawezekana ulianza na mumeo kama alikuwa hajaokoka. Umeokoka nini? Umeokoka? Yaani wewe unaweza kuokoka? Sasa vile Biblia mimi nitakwenda na nani? Hujaokoka wewe. Yaani umeanza ulipotaja tu kuokoka, it's a problem. Sasa tunatakiwa kuzivaa silaha zote. Haleluya. Zivae silaha zote. Halafu anakuambia tuzivae silaha zote tupate kupinga hila za shetani. Shetani haji tu, lakini anaanza na hila zake. Sisi kuna mtu ananielewa? Ushawahi kumwona shetani anakuja tu? Shetani wakati mwingine anakuja, lakini anatengeneza kitu kizuri. Nilikuwa natega ndege na ulimbo, lakini pia nilikuwa natega na hivi idiwa ile tunaitaje Kiswahili dada, idiwa ile mitego ya kuweka pumba hapa pembeni au chenga za mchele au alafu unavuta kama unafunika hivyo. Nafikiri mmenielewa. Sasa shetani ni kama mimi niliyokuwa natega hizo ndege, naweka pale vipumba fulani hivi au vitenga vya mchele au unga au nini ule uwele wenyewe, na umwagamwaga hapa, alafu na utoa huko kidogo, alafu pale kwenye diwa lenyewe pale kwenye mtego wenyewe na ujaza pale. Akija pale si anajisahau, nasubiri aje na mwingine, nasubiri aje na mwingine, nasubiri aje na mwingine. Na shetani alivyo anatuingiza kwenye mtego hivyo kama tusipo. Ndio maana tunaambiwa tuvae silaha tupate kutambua hila za shetani. Shetani anatakiwa utambue hila zake. Na mtu wa Mungu, umepewa akili. Kuna dhambi nyingi sana zinapitia kwenye akili zetu. Sisi kama mtu ananielewa. Amen. Tunafanya mambo mengi sana kupitia kwenye akili zetu. Kwa sababu kwanza ni lazima uanze kupishana na akili yako, halafu ndio ukafanya. Haleluya. Sasa nataka nikwambie hivi, ivaa silaha zote. Tuzivae silaha zote tupate kukataa hila za shetani. Haleluya. Usiwe mtu mwenye urahisi wa kutaka kufanya vitu vya kukurupuka, alafu ukaanza kulalamika baadaye, Mungu kaniacha, sijui ingekwenda wapi. Kwa maana mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.
Haleluya. Mtu mmoja yuko na mimi? Tunahitaji sana kumsikiliza Mungu ili tupate kufika pale anapotaka yeye tufike. Sisi tusiige maisha ya watu wengine, tuishi kama Wakristo. Wakristo. Kiswahili kimeleka hicho. Mkristo, uwe Mkristo wa Kristo. Usikuwe mwanadini. Yaani mtu wa kwenda kanisani alafu mafuta ya kwako. Mtu wa kwenda kanisani ukahaba wa kwako. Mtu wa kwenda kanisani yani sana zaidi kinachoongelewa. Na ndio maana nimekwambia hivi kwenye mafundisho. Wanafundisha yule mtoto. Wanaume chumbani kwake. Juzi nimemwona mtu. Jana nimemwona mtu mwingine. Leo nimemwona mtu mwingine. Binti. Don't be easy. Hallelujah. Jivishe silaha zote za kimungu na umfahamu Mungu kuwa Yesu amekuja na amesema anakwenda kuniandalia makao. Siku moja nataka nikaishi na Yesu. Hallelujah. Tamani kuishi na Yesu. Tamani kwenda na yeye. Tamani ufike pale alipoahidi kama unatakiwa kufika. Hallelujah. Tusimame watu wa Mungu.